Relax. Asante sana Bwana Spika. Kwanza kabisa ziko sababu za kuonyesha kwamba nani huyu Rais William Samoei Ruto is a one term president. Kwanza kabisa, kama tunavyojua, sababu nitazitoa tatu kwa sababu nimepimiwa muda pale. Kwanza kabisa, tunamwona Bwana Rais, kwanza kabisa yeye amekuwa akimnyemelea Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwa sababu anajua ndio kiongozi ambaye hana ukabila na anamuunga kiongozi yoyote. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya uongozi mbaya, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amemreject. Na hiyo tayari inaonyesha kwamba mti wa mmoja umeteleza, kwa sababu tunajua siku za nyani kufa miti inateleza. Mti wa kwanza ukateleza. Huyo Bwana Rais, mti wa kwanza ulipoteleza, ameingia na impact kubwa sana ndani ya ODM, akiwa na matarajio kwamba atakwenda ingie pale ndani na atumie nguvu zake zote na awe flag bearer wa ODM. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ODM wale wamiliki wa ODM ni watu wenye wako na wisdom na wako na uongozi mkubwa na wanaona kila kitu, wale wamemreject. Ndio maana unamuona mtoto Winnie, Mheshimiwa Winnie Odinga akatangaza kwamba ODM itasimamisha rais 2027, na hiyo inaonyesha wazi kwamba huyu rais wetu pia ODM imemreject, japokuwa pale katika ODM atatoka na viongozi wachache tu ambao tunajua ni wale wa kunyemelea koti, si wale ambao wamewekwa pale na wananchi, ambapo hiyo na inaonyesha wazi ni wale viongozi wa kulakula ndio wa Rais William Samoei Ruto atatoka nao. Sasa huo ni mti wa pili ambao umeteleza. Sasa basi, mimi nimesikia watu wakijipiga kifua na yale ambayo yamefanyika wapi? Kule Mbeere. Wacheni niwaambie yale mambo yamefanyika Mbeere. Mimi naweza sema rais wetu ametumia nguvu zake zote sana pale kumfichia Kindiki aibu yake, kwa sababu tumemwona pale Mbeere ametumia GSU, ametumia IBC, ametumia guns, ametumia mapolisi, na hizo ni nguvu zote za kumfichia Kindiki aibu yake, kwa sababu ameshaona kile kiti kilikuwa kinakwenda, na ni aibu kwa Kindiki na ni aibu kwa serikali yake. Na wacheni niwaambie kwa nini nimewaambia ametumia nguvu. Kile kiti hakukichukua kwa kihalali. Kuna kitu kitafanyika hapo mbele, kwa sababu ameshagundua kwamba Kindiki hana nguvu ya kumrudisha katika uraisi. Basi pale mbele nina uhakika, na mimi napenda muweke ujumbe huu, mtakuja kuukumbuka. Bwana Rais hapo mbele atabadilisha deputy wake, na hiyo nafasi ataipeleka kule kunaitwaje kule Nyanza, na kama hataipeleka Nyanza, huyu bwana kule kwingine atapeleka kule kwa Wabaluya Western kule, na huko ndio mimi nina uhakika Bwana Rais atapeleka nafasi ya deputy president, kwa sababu yeye amejua zile nguvu ametumia pale Mbeere ni nguvu nyingi sana. Ningependa kuchangia ile mada ya Bwana Sarahi. Hapa Kenya kuna viongozi mimi wananishangaza kama Bwana Sarahi na Mama Zamzam. Bwana Sarahi ni mtu kila saa akienda yeye ni kwenda kukashifu viongozi, ni kila mahali anaenda kashifu viongozi, na yeye mwenyewe unakuta hakuna kitu ameweza kufanya katika nchi hii kama kiongozi. Na Mama Zamzam, sisi tunakupenda, tunakuheshimu sana, na wewe ni women rep wetu na tutakupatia heshima. Lakini mimi hata kama unijui, ningependa nikushauri kidogo mama, wewe usikosoe kiongozi mwenye anatafuta kiti cha juu. Na kiongozi kama Mohamed Ali unapomkashifu, unapomshambulia na maneno, ujue Mohamed Ali ni kipenzi cha Wakenya na Mohamed Ali ni kipenzi cha watu wa Mombasa, kwa sababu unapomshambulia Mohamed Ali mama, basi wewe unapunguza kura zako nyingi sana hapa Mombasa. Unapunguza kura Changamwe, unapunguza kura Likoni, na unapunguza kule bedroom ya Mohamed Ali kule sehemu za Kisauni. Kwa hivyo mama, mimi nakupenda, sina matatizo na wewe, na kama kuna mtu anakutuma umshambulie Mohamed Ali mama, basi ujue hakutakii mazuri na utaenda one time nyumbani. Shukrani sana. Asante.